Shalom. Sasa leo nitakuonyesha njia kubwa 5 ambazo Mungu huwa anatumia kwa ajili ya kuongea na watu. Na huenda siku leo naongea na wewe, Mungu ameshaanza kuongea na wewe tayari. Lakini wewe kwa sababu haujui njia hizi ambazo nakwenda kukuambia siku leo, na ndio maana haujui kwamba anaongea ama haongei. Na nikwambie kitu, njia hizi ambazo Mungu anatumia kwa ajili ya kuongea na watu wake, hazitumiki kwa manabii peke yake, wachungaji peke yake, mitume peke yake, walimu peke yake, ama mtumishi wa Mungu yote yule. Hapana. Njia hizi zinatumika kwa kila mmoja ambaye yuko ndani ya Kristo. Hata wewe ambaye unasikiza siku leo, njia hizi kwako zinaweza kutumika na ukasikia sauti ya Mungu. Hata mimi mwenyewe kabla sijajua njia hizi 5, nilikuwa najiuliza kwamba ni namna gani ambapo nitakusikia Mungu, ni namna gani ambapo Mungu anaongea na watu. Lakini baada ya kujua njia hizi 5, siku leo naweza nikamsikia Mungu kwa urahisi zaidi, na nikajua kabisa huyu anaongea na mimi ni Mungu. Sio kwangu tu, nimeshawahi kufundisha hata watu wengine ni namna gani ambapo Mungu huwa anaongea na watu. Na nilivyowafundisha wale watu, nao wakaanza kumsikia Mungu kama kawaida. Kwa njia hizi ifanya kazi kwangu, zikafanya kazi kwa watu niliowafundisha, na mimi hata unanisikiza siku leo, mpaka utakapomaliza video hii utajua ni namna gani ambapo Mungu anaweza kaongea na wewe binafsi. Sasa ninapokwenda kuonyesha njia hizi ambazo Mungu anatumia kwa ajili ya kuongea na watu, kama bado haujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe muda huu ili kipindi ninachokuletea mafundisho mapya ya kumsikia Mungu uwe wa kwanza kuyapata. Na kama bado hujalike video hii, basi unaweza ukalike pale ulipo. Mungu akubariki sana. Sasa njia ya kwanza ambayo Mungu anatumia kwa ajili ya kuongea na watu wake ni njia ya ndoto. Hii ndio njia rahisi kuliko zote ambazo Mungu huwa anatumia kwa ajili ya kuongea na watu. Kitabu cha Ayubu sura 33 mstari wa 14 na ule wa 15 inasema kwamba Mungu nena mara moja, naam hata mara ya pili, katika ndoto na maono ya usiku. Unaona, Mungu anaongea na watu kupitia ndoto. Hii ndio njia rahisi sana ambayo Mungu anatumia kwa ajili ya kuongea na watu. Mungu anaongea na watu muda wote. Nyakati zote Mungu anasema na watu, lakini watu wengi huwa hawana utulivu. Watu wengi wanakuwa hawajajiposition katika namna ya kuweza kusikia sauti ya Mungu. Kwa hiyo Mungu anasubiri mpaka watu watakapokuwa wamelala, watu watakapokuwa wameachana shughuli na pilika za siku, watu watakapokuwa wametuliza ufahamu wao na akili zao, Mungu ndo anakuja kuongea muda huo na watu. Lakini muda mwingine ni ngumu sana Mungu kuongea na wewe kwa sababu unakuwa hujatulia. Unakuwa unawaza mambo mengi, unawaza kodi, unawaza ada, unawaza utakula nini, unawaza utapika nini. Na ndio maana Mungu anakusubiria usiku unapokuwa umeenda kulala, Mungu anaanza kuzungumza na wewe kwa njia ya ndoto. Na ndio maana huwa anawaambia watu, ndoto nyingi unazoziota hautakiwi kupuuzia kabisa, kwa sababu ndoto ni lango ambalo Mungu anatumia kwa ajili ya kuongea na wanadamu. Unaona hata Herode alipokuwa anataka kumuua Yesu, Biblia inasema kwamba Mungu akamtuma malaika Gabrieli. Malaika Gabrieli akamtokea Yusufu katika ndoto na akamuonya, akamwambia mtoreshe mtoto ampeleke Misri. Unaona, Mungu alikuwa anaongea na Yusufu kupitia ndoto, ambao kwenye hiyo ndoto alimtuma malaika. Kumbe Mungu anaweza kaongea na watu kupitia ndoto. Mungu anaweza kaachilia taarifa fulani, aidha kama kuna baraka inakuja, Mungu anaweza kukwambia kupitia ndoto. Ama kuna onyo linakuja, kuna kitu kibaya ambacho kinakwenda kutokea kwenye maisha yako, Mungu pia anaweza kaleta ndoto za hatari kuonyesha kwamba kuna kitu kibaya ambacho kinakuja kwenye maisha yako, anza kujiandaa. Ndio maana mtu anayekwambia kwamba usiamini ndoto, huyo mtu anakupoteza. Mtu ambaye anakwambia kwamba Mungu akitaka kuongea na watu haongei kupitia ndoto, anatumia labda neno la Mungu peke yake. No. Mungu atumii neno la Mungu peke yake. Mungu pia anatumia hata ndoto. Kwa sababu kina Yusufu aliota ndoto kwenye Agano la Kale, wakina Farao waliota ndoto kwenye Agano la Kale, wakina Nebukadneza waliota ndoto kwenye Agano la Kale, lakini hata kwenye Agano Jipya watu kama kina Yusufu waliota ndoto tena. Katika Agano Jipya watu wakina Petro waliota ndoto na Biblia imefanya nini? Imerekodi. Sasa njia pia ambayo Mungu anatumia kuongea na watu ni njia ya maono. Kuna tofauti kati ya ndoto na maono. Ndoto huwa zinatokea mtu akiwa amelala usiku, lakini maono mtu anaweza kupata akiwa hata bado hajalala. Mtu anaweza kama amefungua macho hivi kama mimi na bado akawa anapata maono. Mtu anatakiwa aweze kulala ili aweze kuota, lakini maono mtu anayapata hata akiwa hajalala. Ndio maana hata katika kile kitabu cha Ezekieli ile sura ya kwanza na ule mstari wa kwanza inasema kwamba katika mwaka wa 13 niliona maono ya Mungu. Kumbe mtu anaweza kaona maono ya Mungu. Mtu anaweza kapata maono kutoka kwa Mungu. Kuna wengine mko hapa mnanisikiliza, kuna kipindi unapokuwa unaomba, umefunga macho yako, unaendelea kuomba, lakini unakuwa unaona vitu. Yaani haujalala ila umefumba macho huko kwenye maombi, unapata maono. Mungu anaongea na wewe. Sasa kuna aina mbili za maono. Kuna maono ya wazi na kuna maono yasiyo ya wazi. Open vision na closed vision. Ninaomba unisikilize kwa makini sana. Maono ya wazi yanakuaje? Kuna watu unakuwa unaonyeshwa vitu ukiwa bado umefungua macho. Hauko kwenye maombi wala ufanye nini, ila umefungua macho na unaona vitu. Lakini maono yasiyo ya wazi ama closed vision wanaita, ni yale maono ambayo mtu unakuwa umefunga macho unaona. Mtu unaweza kuwa uko unaomba umefunga macho yako, na pale unapokuwa umefunga macho unaanza kuona vitu, unaanza kuona watu, unaanza kuonyeshwa vitu na Mungu, unaanza kuona picha, unaanza kupata ujumbe kipindi ambacho umefunga macho, unaanza kuona mistari ya Biblia. Hii inakuwa inaonyesha nini? Hii inaonyesha kwamba Mungu anaongea na wewe kipindi ambacho umefunga macho, haujalala. Haya yanaitwa maono yasiyo ya wazi. Sasa ninapokwenda kuonyesha njia ya 3 ambayo Mungu anatumia kwa ajili ya kuongea na watu, kama bado hujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe pale ulipo. Na kama unabarikiwa na bado hujalike, basi unaweza ukalike pale ulipo. Njia ya 3 ambayo Mungu anatumia kwa ajili ya kuongea na watu ni kwa njia ya neno la Mungu. Ninaomba unisikize kwa makini sana. Watu wengi wanadharau neno la Mungu kwa sababu limeandikwa. Mungu anaweza kuzungumza na mtu kupitia neno lake. Kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 3 na ule mstari wa 16 inasema, ila andiko lenye pumzi ya Mungu
lafaa kwa mafundisho. Neno la Mungu unapolisikia unamsikia Mungu mwenyewe, kwa sababu Mungu ndio neno mwenyewe. Kwani hujasoma kwenye kitabu kile cha Yohana sura ya 1 mstari wa 1? Anasema kwamba hapo mwanzo palikuwa na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Vitu vyote vilifanyika kupitia huyo. Pasipo huyo hakuna kitu chochote kilichofanyika. Unaona, neno ni Mungu mwenyewe. Neno alikuwa kwa Mungu na neno alikuwa ni Mungu. Ina maana Mungu mwenyewe ndio neno lake. Sasa unawezaje kumsikia Mungu kupitia neno lake? Ninaomba nisikize kwa makini. Kila mtu anasoma Biblia hapa. Kuna kipindi unaweza kuwa unasoma Biblia, unaweza kusoma sura nzima, lakini kwenye ile sura nzima uliyosoma Biblia, unaona kuna mstari mmoja ambao umekugusa kweli. Unaona, mbona huu mstari kama ni wa kwangu? Mbona huu mstari nimeupenda ghafla? Mbona huu mstari nausikia kusoma? Mbona huu mstari nasikia kuingia nao kwenye maombi? Unajua kupitia huo mstari Mungu anaongea na wewe. Au kuna muda unaweza kuwa unapita kwenye jaribu ama kwenye changamoto. Jaribu hili linaonekana ni kubwa sana kwako, lakini unapopita kwenye jaribu, lakini ghafla unashangaa mstari umekuja ndani yako. Nipitapo katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa chochote, gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Unaona, ni Mungu anaongea nawe kupitia neno lake kwamba usiogope muda huo. Mungu yuko pamoja na wewe. Niko unapitia changamoto, niko unapitia vitu vingi, lakini muda huo Mungu yuko pamoja na wewe, usiogope. Ndio Mungu anaongea na wewe hivyo. Au kuna nyakati unaweza kuwa unamuomba Mungu kitu kwa muda mrefu. Unamuomba Mungu vitu kwa muda mrefu, lakini bado hauoni majibu. Lakini ndani yako unasikia unakuja mstari wa Biblia. Haujasoma Biblia, yeye ndani yako unasikia unakuja mstari wa kwamba sikio la Mungu si zito hata lisiweze kusikia, mkono wa Mungu si mfupi hata ushindwe kuokoa. Mstari huo unapokuja ndani yako unashangaa, unatumaini, unashangaa ghafla una nguvu. Ndio Mungu anaongea na wewe. Huyo ni Mungu anakutia moyo kupitia neno lake. Ni Mungu anakuambia kwamba sikio lake sio zito. Mungu anakusikia muda huo. Mungu yuko pamoja nawe kwenye hilo jaribu. Sasa njia nne ambayo Mungu anatumia kuongea na watu ni kupitia watumishi wake. Unaweza kuwa unapita kwenye jaribu fulani. Unaweza kuwa unapita kwenye changamoto fulani. Lakini kwenye ile changamoto na ile jaribu ambalo unapita, ukaenda kwa mtumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu akwambia hii itakuwa sawa. Mungu atafanya kitu kipya kwenye maisha yako. Mungu atafanya jambo jipya kwenye maisha yako. Unaona? Ni Mungu anatumia kinywa cha mtumishi wake kwa ajili ya kutia moyo. Ni Mungu anatumia kinywa cha mtumishi wake ili kukubariki. Ama kuna muda mwingine unaweza kuwa unasikiza mahubiri. Yaani mahubiri unayosikiza kupitia mtumishi wa Mungu fulani. Unaona mtumishi wa Mungu mbona kama anaongea na mimi? Mtumishi wa Mungu mbona kama anajua anachopitia? Mungu anaongea na wewe hapo. Ni Mungu anaongea nawe kupitia mtumishi wake. Na ninaposema Mungu anatumia mtumishi wa Mungu, simaanishi manabii peke yake. Mungu anatumia mtumishi wa Mungu hata kama hana kalama ya kinabii. Ila tu ni kwa sababu ni mtumishi wa Mungu, amepakwa mafuta na Mungu, Mungu anamtumia huyo huyo. Anapokuwa njia ya tano ambayo Mungu anatumia kuongea na watu ni kupitia hali na mazingira. Kitabu cha Yona sura ya 1 mstari wa 4, maandiko yanasema kwamba Bwana akatupa upepo mkali baharini, kukawa na dhoruba kubwa. Baada ya kuwa na dhoruba kali, watu wakaanza kutupa mizigo, watu wamechanganyikiwa kwenye bahari. Wanaanza kumwomba Mungu, watu wanaanza kumlilia Mungu. Yona alichowaambia, akamwambia mkitaka dhoruba hii iweze kutulia, mkitaka upepo huu uweze kutulia, nichukueni mimi nitupeni baharini. Kwa sababu Yona alikuwa anajua ya kwamba kwa mazingira ambayo anayoona, kwa upepo huu Mungu hataki nielekee uelekeo huu. Mungu anataka nirudi nilikotoka. Mungu anataka nielekee uelekeo mwingine. Ndivyo hivyo hata wewe katika maisha yako. Kuna mazingira fulani ambayo Mungu anaweza kusababisha kwenye maisha yako, kumbe Mungu anaongea na wewe. Kuna vitu fulani vinaweza vikawa vinatokea kwenye maisha yako, kumbe Mungu anaongea na wewe. Kwa mfano unakaa sehemu fulani, Mungu anaweza karuhusu baba mwenye nyumba aanze kukuchukia bila sababu. Baba mwenye nyumba akaanza kupinga bila sababu. Baba mwenye nyumba hakutaki, anataka uame kwenye hiyo nyumba. Na wewe umekatalia, unasema Mungu, mimi natamani baki hapa. Kumbe Mungu anaongea na wewe kwamba Bwana, ukiendelea kukaa kwenye hiyo nyumba, wewe kuendelea utakusikia kwenye maisha yako. Wewe kuendelea hauwezi ukaja kuendelea, hauwezi ukaja kukua, hauwezi ukaja kuinuka. Kwa hiyo ili uweze kuinuka unatakiwa uame kwenye hayo mazingira, lakini wewe kwa sababu unang'ang'ania, haujui kwamba Mungu anaongea na wewe kupitia mazingira, wewe unaendelea kubaki hapo hapo. Mungu analazimika kutumia disturbance kwenye mazingira, ana disturb yale mazingira, anaachilia hali fulani ya kutokutulia kwenye mazingira, hali fulani ya sitofahamu, ili wewe uweze kutoka mahali pale uende kwenye sehemu nyingine ambayo Mungu amekupangia uweze kwenda. Ama unaweza kuwa kwenye mahusiano, unashangaa wewe mwanaume, wewe mwanamke, ghafla anakuchukia, ghafla hataki kupokea simu zako, haujamkosea kitu chochote, hamjakosana kitu chochote. Kumbe Mungu anasababisha mazingira kuchukiwa na huyo mwanaume bila sababu, mazingira kuchukiwa na huyo mwanamke bila sababu. Ni kwa sababu Mungu anataka uachane na huyo mtu. Huyo mtu sio wako. Mungu anakuondolea utulivu sehemu ambayo upo, ili wewe uweze kwenda sehemu nyingine ambayo ameweka baraka zako. Kumbe sio kila ukame unaoona kwenye maisha yako ni kwamba ni laana, hapana. Mungu anaweza kanazungumza kupitia ukame huo ya kwamba Bwana, muda kukaa kwenye eneo hilo umekwisha. Toka kwenye eneo hilo nenda kwenye eneo lingine. Kwa muda huu nataka nikakuombee. Mungu akaanza kuzungumza nawe kupitia njia hizi tano ambazo nimekutajia siku ya leo. Yamkini njia hizi ulikuwa unazifahamu, lakini bado ulikuwa msikii Mungu. Nataka uchukue mkono wako wa kulia na uweke kwenye kifua chako, niweze kuombea Mungu aanze kuongea nawe kupitia njia hizi ambazo nimekufundisha leo. Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, dada huyo ameweka mkono wake kwenye kifua chake, kaka huyo, baba huyo, mama huyo, akiamini kwamba Mungu utaanza kwenda kuongea na yeye. Mungu ninamwombea kuanzia sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliye hai, neema yako ya kukusikia ikashuke ndani yake kuanzia sasa. Mungu kaanze kuzungumza nawe kupitia neno lako, kupitia maono, kupitia watumishi wako, kupitia ndoto, kupitia mazingira. Mungu naomba ukaanze kuzungumza naye kuanzia sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliye hai. Baba, nafungua macho yake ya kiroho kuanzia sasa. Nafungua masikio yake ya kiroho kuanzia sasa. Nafungua senses zake zote za kiroho kuanzia siku ya leo kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliye hai.
Amen. Kupitia maombi haya utaanza kumsikia Mungu mara moja. Na kama umejifunza kitu kupitia video hii siku ya leo, niandikie pale kwenye comment section ya kwamba nimejifunza kitu. Na kama umebarikiwa sana video hii na unatamani kuweza kusupport huduma hii kupitia sadaka yako, unaweza ukatoa sadaka yako kupitia namba zetu za simu ambazo zinaonekana hapo mbele kwenye screen yako. Na utakapokuwa unafanya hivyo, Mungu wa mbinguni akubariki sana na kuzidishia pale ulipotoa, katika jina la Yesu Kristo Nazareti aliye hai. Amen. Na muda huu tumefikia mwisho wa video hii. Kama bado hujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe ili kipindi ninachokuletea mafundisho mapya ya kiroho uwe wa kwanza kuyapata. Na kama bado hujalike video hii, basi unaweza ukalike pale ulipo. Mungu akubariki sana. This is Apostle Deusi Sengo. Amen. Shalom. Peace.